Licha ya Marekani kukataa ripoti iliyotolewa na Israel juu ya Iran kutaka kumuua kiongozi wa taifa hilo Donald Trump nchini Uturuki, wataalamu wa masuala ya kijeshi wanasema kwamba kulikuwa na hatari ya kuuawa kwa Donald Trump kufuatia taarifa za siri za kijasusi alipokuwa huko nchini Uturuki, na ilikuwa ni mipango iliyokuwa ikipangwa na wa Iran. Moja kati ya habari ambayo imeenea katika mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vingi vya habari ulimwenguni ni juu ya wa Iran kutaka kumuua rais wa Marekani Donald Trump, hasa alipokuwa katika mkutano wa NATO huko nchini Uturuki. Jambo ambalo limekuwa likielezwa ni kwamba Iran ilikuwa katika mpango huo na ilijiandaa katika kuhakikisha mpango huo unafanikiwa. Wataalamu wanaiambia Daily Mail, miongoni mwa vyombo vikubwa vya habari ulimwenguni, kwamba kulikuwa na habari ya kweli ya kumuua Donald Trump, huku Uturuki ikitajwa kuwa ni moja kati ya maeneo hatari zaidi kwa Donald Trump na matokeo yangefanikiwa. Maelezo mapya yameibuka kuhusu jinsi Trump alivyosafirishwa kutoka katika ndege ya Air Force One na kuingizwa kwenye lori lisilojulikana la upishi katika ubadilishanaji wa ndege wa siri mnamo Julai 8 baada ya hofu kuibuka kuhusu jaribio la mauaji yake. Operesheni hiyo isiyokuwa ya kawaida kufuatia mkutano wa kilele wa NATO mjini Ankara ilikuwa ni kujibu taarifa za Israel kuhusu njama za Iran za kutaka kumuua kiongozi huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Sasa imefichuliwa kuwa CIA walikuwa na mashaka juu ya ripoti za vitisho dhidi ya maisha ya Trump, wakitaja intelijensia iliyotokana na Israel kwamba haikuwa ni ya Marekani na wanaonekana kuwa na imani nayo kidogo sana. Walakini mpango wa kina uliotungwa na huduma za siri huko Ankara ulifanywa kwa tahadhari nyingi. Wakati maafisa wa kijasusi wa Marekani walitilia shaka uaminifu wa tishio hilo, wataalamu wa kijeshi tangu wakati huo wamesema kwamba kuna uwezekano wa kuaminika kwamba wa Iran wanaweza kufanya jaribio la kumuua rais wa Marekani. Jamhuri ya Kiislamu imekuwa ikifanya kazi katika mipango inayofikia viwango tofauti vya maendeleo ya kumuua Donald Trump tangu mwaka 2018 katika wakati wa urais wa kwanza wa Trump. Kwa hivyo hii inathibitisha kwamba kweli inawezekana, anasema Jonathan Hackett, moja kati ya makamanda wanamaji aliyestaafu katika jeshi la Marekani, wakala wa upelelezi na mtaalamu wa uwezo maalum wa uendeshaji. Sasa swali ni, kweli inawezekana? Pengo kati ya iwezekanavyo na inawezekana inaweza kuwa pana kabisa, lakini labda sio pana katika kesi hii kama zingine. Operesheni yenye mafanikio ingehitaji mazingira, ruhusa na labda ushirikiano kutoka ndani. Licha ya CIA kuwa na mashaka juu ya ripoti ya vitisho dhidi ya maisha ya Trump, huduma ya siri ilifanya uamuzi madhubuti. Huduma ya siri imekuwa na makosa matatu karibu na rais huyu, kwa hivyo hawachukui nafasi yoyote, afisa mmoja aliambia Washington Post. Walifanya walichopaswa kufanya. Gazeti la New York Times limeripoti kuwa maafisa wa Marekani pia waliingiwa na hofu kugundua kwamba wa Iran walijua mahala Trump alipokuwa akiishi huko Ankara, ikiwa ni pamoja na katika hoteli alipokuwa akilala. Trump aliwekwa pamoja kutoka kwenye ndege kubwa ya rais ambayo alikuwa amerekodiwa wakati wa kupanda ndege hiyo hapo awali na kubanwa kwa mlango, lakini baadaye gari la chakula lilikuja na kumuondoa rais huyo katika ndege hiyo. Ujumbe huu ulifanyika bila kujulikana kwa waandishi wa habari na hata baadhi ya wafanyakazi wa ikulu ambao waliamini bado alikuwa kwenye ndege moja na rais. Badala yake alisafirishwa kwa siri kutoka Uturuki kwa ndege tofauti ya kijeshi kufuatia habari ya tishio la Iran kurusha kombora katika Air Force One. Ndani ya lori hilo dogo la upishi pia kulikuwa na mduara wa ndani wa Trump anayeaminika zaidi. Msaidizi mtendaji Natalie Harp alieleza chanzo kama kiunganishi cha rais na mkurugenzi wa Oval katika ofisi ya White House. Ripoti nyingine imeonyesha kuwa naibu mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya White House, Dan Scavino, alimalizia timu ya watu watatu walioandamana na Trump kutoka katika ndege hiyo ya Air Force One ndani ya sekunde 60. Kundi hilo lilikuwa limeingia katika kontena la chakula na vinywaji kando ya Air Force One na kuteremshwa tena kwenye lami. Kisha wakavuka kwa kasi hadi kwenye ndege ya kijeshi ya C-32A iliyokuwa inasubiri kuingizwa ndani. Waliocho nyuma kwenye ndege ya Air Force One walikuwa waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, waziri wa fedha Scott Bessent na mshauri mkuu Stephen Miller na mkurugenzi wa mawasiliano wa ikulu Stephen Chung na balozi Monica Crowley, ambao waliondoka kwa safari ya saa 3 na dakika 45 hadi Mildenhall nchini Uingereza.
Kwa mujibu wa Hackett, kando na Iraq, Uturuki na mazingira yanayokubalika zaidi kwa shughuli za ngazi ya juu, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran linaweza kufanya kazi yake kikamilifu. Hii imekuwa zaidi sasa kwa Hakan Fidan, mkurugenzi wa zamani wa shirika la kitaifa la ujasusi la Uturuki, sasa ni waziri wa mambo ya kigeni, anasema. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dama Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.